Uzazi wa mpango wa homoni unaweza kupelekea mama mjamzito akaongezeka uzito au akawa na kitambi katika kipindi cha maisha yake anapokuwa anatumia. Je, kuna ukweli kuhusiana na hilo au si kweli? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja mfuatiliaji wangu hapa aliniuliza swali akasema, uzazi wa mpango hauwezi kuleta unene? Anasema kwamba yeye ni mnene sana. Je, akitumia haiwezi kumfanya yakawa mnene? Jibu inaweza kuwa ndio au inaweza kawa hapana, kwa sababu uzazi wa mpango uko aina nyingi. Na hapa leo nataka nizungumzie uzazi wa mpango wa homoni. Kama unatumia uzazi wa mpango ambao si wa homoni, manake huwezi kuongezeka uzito. Uzazi wa mpango ambao si wa homoni, kwa mfano, kuna kile kitanzi cha kuweka ukeni cha kopa ambao tunaita kopa T au kopa IUD, lakini vile vile kuna matumizi ya kondom, kuna diaphragm na vitu vingine. Kwa mfano ule uzazi wa mpango wa asilia ambao si homoni ambazo zinakuwa umeziingiza mwilini, yani sio homoni za kutengenezwa, labda inawezekana ni sindano au njiti, hujaweka kwenye mwili wako. Hizo zinaweza zikapelekea kwamba wewe ukawa na afya yako vizuri, na kama umekuwa na uzito mkubwa, basi inabidi jiulize maswali mengine, labda unakula vibaya au ufanye mazoezi au kuna mambo mengine ambayo yanapelekea uzito kuweza kuongezeka na sio uzazi wa mpango. Ila kama natumia uzazi wa mpango wa homoni, inawezekana kupelekea uzito kuweza kuongezeka, japo ni mara chache, haswa kama unatumia uzazi wa mpango wa sindano ambao tunaita Depo-Provera. Kama unachoma zile sindano kila baada ya miezi mitatu, huwa inaweza kupelekea kuongezeka kwa uzito, japo sio mara zote na sio kwa kina mama ambao wanatumia uzazi wa mpango wanaongezeka uzito. Mara nyingi imeonekana kwa wale ambao wanatumia kwa ule mwaka wa kwanza. Kwa mfano umechoma kila baada ya miezi mitatu, kachoma mara 4 kwa mwaka, basi uzito unaweza kuongezeka kwa sababu tu ya kuchoma, ambayo yenyewe ndani yake huwa inakuwa na homoni ya progesterone. Na mara nyingi inaweza kaongeza kilo 2, 5, 6, 7. Kuna baadhi wanaongezeka mpaka kilo 10. Lakini sasa kabla hujasema kwamba sindano hiyo ndio inayokufanya wewe uwe na kitambi, uwe na uzito mkubwa au fetima katika kipindi chako ambacho umeanza kutumia hasa ule mwaka wa kwanza, ni lazima ujiulize maswali yafuatayo. Swali la kwanza lazima ujiulize, je, mlo wako ukoje? Unakula vibaya? Wewe unakula machipsi, haufanyi mazoezi, yani wewe ni mtu wa kula tu, haujifuatilii mwili wako na upo katika mazingira ambayo yanakufanya wewe uzito wako uongezeke kwa kasi zaidi. Lakini vile vile ni vema ujiulize, je, kuna madawa mengine ambayo unatumia ambayo yanaweza kuwa yakachangia ongezeko la uzito katika kipindi chako? Kwa hivyo ni vitu vya kuweza kujiuliza. Au kuna mambo mengine ambayo unafanya yanaweza yakapelekea uzito wako kuweza kuongezeka? Kwa sababu kama unakula tu unashinda umekaa, kazi yako ni ya kukaa, uzito lazima uongezeke vya kutosha. Hata kama umekuwa ukinyonyesha au kama umeachia kunyonyesha, labda unatumia, lazima uongezeke uzito, na sababu inawezekana sio hiyo sindano ya uzazi wa mpango au hiyo Depo-Provera injection ambayo nilikuwa naisema. Njia nyingine za homoni, kwa mfano wale wanaotumia vidonge vile ambao tunaita combined oral contraceptives au tunaita COCs. Hizi dawa zinapelekea kwamba mwili wako uweze kubakiza maji, haswa pale mwanzoni unavyoweza kutumia. Sasa kwa dawa sasa hivi ambazo zinapatikana madukani au mnakuwa mnazitumia, mara nyingi hiyo athari zinakuwa hazina. Kwa hiyo changamoto ya kwamba uzito unaongezeka kwa ajili ya kutumia vile vidonge ambavyo vina estrogen na progesterone au tunaita combined oral contraceptive pill, hakuna hiyo changamoto. Na kama ikitokea waga ni mwanzoni tu, kwa muda mfupi, mwisho wa siku unakuwa huko vizuri. Kwa wale ambao wanatumia njiti, kwa mfano labda unatumia njiti zile za kuweka kwenye mkono, zile mara nyingi huwa haziwezi kusababisha mama kuongezeka uzito. Lakini kama natumia sindano, hiyo inaweza ikachangia, japo si kwa kila mama. Kama nachoma zile sindano kila baada ya miezi mitatu, huwa inaweza kupelekea kuongezeka kwa uzito, japo sio mara zote. Kwa hiyo ukiona unaongezeka uzito, umekuwa na kitambi, ni vyema kuweza kujiuliza hayo maswali, japo huwa zinapelekea mabadiliko mengine au maudhi mengine kama hedhi inaweza kuwa imebadilika ikatoka sana, na ukapewa maelekezo na mhudumu
wa afya. Lakini kifupi tu ni vema, kwa mfano kama huyu amesema yeye ni mnene sana, manake ana uzito mkubwa. Kama una uzito mkubwa, ni vema kuweza kwenda kuonana na daktari. Usisikize mtu mtandaoni kwamba uzazi wa mpango ni mzuri wa aina fulani, wakati wewe una vigezo, kuna vitu fulani au una sifa fulani ambazo zinakufanya uzazi wa mpango huo usiweze kutumia. Kwa mfano akina mama wenye uzito mkubwa kama hawa, ni vema uweze kwenda hospitali ili uweze kuelekezwa njia ipi ya uzazi wa mpango ambao ni bora kwako. Inawezekana sindano isimfae, zikamfaa njia nyingine kama kitanzi kile cha kuweka ukeni, au njia nyingine ambazo sio za homoni kama hivyo kondom unaweza kawa unatumia. Sasa kuna njia za uzazi wa mpango za asili. Sizungumzii labda mwanaume anatoa uume nje anamwaga nje. Sizungumzii labda mama ananyonyesha, kwa hiyo kutokana na ile kunyonyesha vizuri hawezi kupata mimba. Sizungumzii kufuatilia mzunguko wako kwamba unajua siku fulani za hatari, siku fulani sio za hatari, kwa kuangalia labda ute, kuangalia joto na kuangalia na vitu vingine katika mzunguko wako. Nazungumzia uzazi wa mpango wa asili, kwa maana kwamba wa tiba mbadala. Huko mtaani niliwahi sikia kuna vidonge vya Kichina ambayo mama anatumia kidonge kimoja tu kwa mwezi. Naomba niambie hapa chini, je, wewe ulishaitumia? Kuna baadhi ya kina mama niwauliza wakasema wametumia na wamefanikiwa, zimekuwa zikiwasaidia. Yani unakuwa hunywi dawa kila siku au sijui uchome sindano. Chenye unakunywa kidonge kimoja tu ndani ya mwezi mmoja, kinakusaidia kuzuia mimba katika huo mwezi. Na baadaye unavyotaka kuweza kupata ujauzito, basi unachana nazo kuweza kutumia. Je, ushaitumia? Unaweza kuniambia, ukanipa jibu kwenye comment section hapo chini. Lakini vile vile ziko njia nyingine za kiasilia kabisa. Kuna dawa, kuna wengine wanakunywa siyo majivu. Je, ni kweli yanasaidia? Kama ulishaitumia yakakusaidia katika kipindi chako cha maisha yako na kuweza kupangilia watoto wako, unaweza kwa comment hapo chini ili niweze kujua na mimi niweze kujifunza. Sasa kama ulikuwa unajiuliza maswali kwamba umeshafanya tendo la ndoa na hautumii uzazi wa mpango, mwanaume akaingiza zile mbegu zako ndani yako kwenye mwili wako kupitia ukeni, na unataka utumie uzazi wa mpango wa dharura, ziko njia nyingi tu za uzazi wa mpango wa dharura. Achana ile mambo ya kwenda kujiosha, sio unajisafisha, unaingiza vidole, hiyo inaweza kusababisha ukapata maambukizi. Je, njia hizo za uzazi wa mpango za dharura mpaka unaweza kaenda mpaka siku 5 tokea uweze kufanya tendo la ndoa ukatumia, ni zipi? Unaweza click suggestion hapo ukasikiza video kuhusiana na uzazi wa mpango wa dharura mara baada ya kukutana na mwanaume na huna mpango wa kupata ujauzito. Lakini ni vema kuhakikisha kwamba unatumia uzazi wa mpango wa muda mrefu, haswa kwa wale ambao wamekuwa wakinyonyesha na watoto wao wameshavuka miezi 6. Hata kama upate hedhi unaweza kupata ujauzito. Ukiwa na swali niulize hapo chini. Karibu sana.